Mwenyezi Mungu inshallah tubariki tulio hapa, tujalie tuipokee Ramadhan kwa khairi na saada. Mada niliyopewa ni kuwaheshimu viongozi na kutambua kutambua michango mizuri wanayotoa, uzuri wa yale walioyatenda. Hii mada nyeti kweli kweli, na kama kungekuwa kuna uadilifu kwa Sheikh Samir angenipa japo dakika 40, lakini kwa dakika 10 kwa mada hii kidogo ameninyang'anya, lakini inshallah nitajitahidi katika kuifupisha. Labda nianze hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika uwanja huo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Hadithi hii kuna baraa. Mwenyezi Mungu anasema si katika sisi, anamtenga kabisa. Na mara nyingi shurahu alhadithi wanatuambia likitumika neno hili laisa minna, sio miongoni mwetu huyo, basi huwa kuna kabirun min alkabair, madhambi yenyewe ambayo unatengwa kwa sababu yake ni madhambi makubwa. Sasa nani anayejitenga naye hapa? Mtume anasema si katika sisi, si miongoni mwetu yule ambaye hawahurumii wadogo wetu wala hawaheshimu wakubwa wetu. Kabir ni mtu yoyote mkubwa, mkubwa kiumri, mkubwa kinafasi, mkubwa kicheo, mkubwa kwa maana ya kwamba amekuzidi katika hali yoyote, huyu ana heshima yake. Kwa hiyo mkubwa aheshimiwe na mdogo ahurumiwe. Na ndio maana Mtume akatamka wazi kwamba si miongoni mwa mambo yetu sisi Waislamu kutomhurumia mdogo na kutomheshimu mkubwa. Yeye mwenyewe siku alipokuja Abu Bakar amemkamata baba yake Abu Quhafa, Abu Bakar Siddiq. Baba yake nywele zimebadilika rangi, maana ni mvi, kichwa kizima ni cheupe. Anamleta kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alimtizama akamwambia, ya Abu Bakar, hal tarakta ash-shaykha fi baytihi hatta akuna ana man atihi? Kwani usimwache mzee nyumbani, mimi ndo nije nimfuate yeye, si anifuate mimi? Hii ni heshima. Pamoja na kwamba yeye ni mtume, kila mmoja ana haki ya kwenda kwa Mtume, awe mzee, awe mtoto, awe mwanamke, awe mwanamume, kwa sababu yule ni baba yao. Lakini Mtume anasema huyu mtu mzima, tena badilisheni nywele zake rangi yake hiyo na hivi na hivi. Yote hii ni heshima na taadhima na ihtiram alokuja nayo bwana Mtume kutufundisha kwa watu. Lakini pia mwenyewe anasema, innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Hizi ni katika makarim al-akhlaq ambazo huwezi kuzipata pala popote pengine isipokuwa kwa Waislamu. Mimi tena ametumia neno adatu hasri, na ulama wa lugha neno hili wakilitumia lina maana ndefu kubwa pana. Innama bu'ithtu, hakika si lengine, yani kana kwamba sikuja na kitu chochote mimi zaidi ya hiki, ndio katumia innama, hakika si lengine lolote nilokuja nalo. Bu'ithtu, mimi nimetumwa kwa jambo moja tu ambalo ni nini? Liutammima makarim al-akhlaq. Hakusema nakuja kuanzisha, kwa sababu akhlaq zilikuwepo, lakini anasema mimi ndo mwenye kukamilisha pale palipokuwa papungufu na kusani. Mimi Muhammad ndo nakuja kukamilisha na kueneza. Tabia zozote nzuri mnazozijua nyinyi, Mtume amekuja kuzikamilisha. Na ndio maana kasifiwa katika Qur'an, wa innaka la ala khuluqin adhim. Sisi sote unaotuona hapa, pamoja na kwamba tuna sura mbalimbali, tuna mavazi mbalimbali, tuna hali mbalimbali, lakini kitakacho tufanya tuwe watu ambao tunatizamwa vizuri ni akhlaq zetu, na representative wawakilishi wetu sisi ni vitu viwili tu. Al-Mutanabbi anasema
lisanul fata nisfun wa nisfun fuaduhu falam yabqa minhu illa suratul lahmi waddam. Ulimi wa mtu ni nusu yake ya kwanza na moyo wake ni nusu yake ya pili. Sasa umebakia nini wewe katika ulimi na moyo? Umebakia hii haikali ya mwili na damu. Hivi vyote vingine havikuwakilishi. Mwakilishi wako wewe ni ulimi na moyo wako. Maana ni adabu. Ndio maana watu wengine husema takallam hatta a'rifak. Ebu ongea, ukianza kuongea ndo mimi nitakujua wewe ni nani. Ukiwa kimya siwezi kukujua. Lakini ulimi utakufichua wewe ni nani. Utakaponiheshimu, utakaponiumbua, utakaponitukana, utakaponisifu, utakapojua haki yangu, hapo nitakuwa nakujua. Na mara nyingine pia yule unayeandamana naye pia anakuwakilisha. Wa Misri wanasema uli man tusahib au lak man ant. Niambie unafuatana na nani na mimi nitakuambia wewe ni nani. Nitakujua tu. Hizi zote ni adabu ambazo zinamfichua mtu na kumfanya mtu anatambulikana. Kwa ajili hiyo basi msemaji mmoja aliwahi kusema, akasema almar'u biadabihi la biathwabihi. Mtu hujulikana kwa adabu zake, sio kwa maguo alovaa. Walmar'u bifadilatihi la bifasilatihi. Mtu hujulikana kwa mambo yake mazuri, sio kwa ukoo wake mkubwa. Yote hayo hayakuwakilishi, ni yale mazuri unayoyatenda kuwatendea wengine. Miongoni mwa hayo mazuri Mtume akasema anzilun nasa manazilahum. Ukiingia katika hii hall utawakuta viongozi wetu wako katika meza pale. Hii si kwamba tunajipaka mafuta au tunawapaka wao mafuta. Ni haki yao, kwa sababu Mtume anasema kila mmoja muwekeni katika nafasi yake. Wakati Mtume anawa-address kwa barua wakubwa wa Kisra na Furs, pamoja na kwamba ni makafiri, wengine wanaabudu moto, wengine, lakini alikuwa akiandika ila Kisra adhimil Faris. Hii barua inakwenda kwa Kisra, mheshimiwa wa Faris, adhim, mkubwa wao, mheshimiwa wao. Anawapa nafasi zao. Na hivi ndivyo ambavyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amefungua miji kuwa ya Kiislamu kwa tabia zake nzuri, kwa akhlaq zake nzuri sallallahu alaihi wasallam. Wewe Waislamu, sisi suala la kuwaheshimu viongozi wetu ni suala ambalo limezungumzwa sana, kama vile ambavyo adabu na ihtiram na akhlaq inachukua asilimia kubwa sana katika hadithi za Bwana Mtume Muhammad. Hadithi nyingi sana zinazungumzia upande wa malezi na akhlaq, na hiyo ndio dini. Ndio maana Mtume kasema katika hadithi nyingine, inna min ijlalillah ta'ala, hakika katika jambo la kumtukuza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikrama dhishibati almuslim. Dhishibati almuslim ni kumtukuza na kumpa heshima mtu mzima aliyekuwa tayari kichwa chake kimejaa mvi. Ukiona mtu anamtukuza mtu mzima, ujue huyo anamtukuza Allah, anafuata amri, kwa sababu inna min ijlalillahi ta'ala ikrama dhishibati almuslim. Ikramuhu ni nini? Ukimuona unamwamkia wewe kwanza, ukimuona unamsaidia, ukimuona unamwambia maneno mazuri, unamuuliza wewe hali kwa. Ikramu mtu yoyote, mtu mzima. Lakini pia wahamil alquran ghayra alghali fi, kumtukuza mtu mzima na kumtukuza mtu aliyebeba Qur'an, lakini asipinde pinde wala asiwe na ghuluwi katika Qur'ani yake. Kuwa na ghuluwi ni kufanya mambo ya ajabu ajabu ambayo mtu wa Qur'ani hafanyi, kwa sababu watu wa Qur'ani ni watu wa karibu na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndio maana Mtume katumia neno ghayra alghali fihi wala aljafi anhu, wala asiwe mkavu msomaji wa Qur'ani, mara anatembea uchi, mara anafanya hivi, anafanya mambo ya ajabu ajabu ambayo watu hawafanyi. Unakuwa huendani na ile Qur'ani yako.
Sasa mwenye kuibeba Qur'ani akaitumia vyema, huyo anatakiwa kuheshimiwa vile vile, kwa sababu amebeba baina jambaihi kitab Allah, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. La mwisho anasema wa dhis sultan al-muqsit, na vile vile kumheshimu na kumpa ihtiram yake. Kiongozi anapambana kwa ajili ya watu wake, anawaongoza watu wake kwa wema, anawafanyia insafu watu wake, yuko nao, anawafanyia maendeleo chungu nzima, anawajali. Hawa ni wa kuheshimiwa. Mmoja katika wema waliotangulia aliwahi kusema, As-Sahl ibn Abdullah, anasema watu wawili hawa, as-sultan, al-amir, al-rais, iwe chochote, mwenye cheo, kiongozi, wal-alim, na mtu mwanachuoni. Kwa sababu wakiingia wa viongozi wanaingia wote, kama ilivyokuja ya ayyuhalladhina amanu atii'u Allaha wa atii'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Ulama sema man hum ulul amri minna? Wapo waliosema ulama, ruasa, salatin, muluk, viongozi wowote watakokuwa na amri kwetu, wao wanaingia katika wa ulil amri minkum. Kwa ajili hiyo anasema watu wawili, as-sultan wal alim, mwanachuoni na kiongozi, mwenye kuwatukuza wawili hawa, khairi za duniani na akhira zitamiminika pale. Wa man istakhaffa bihadhain, na mwenye kuwadhalilisha hawa au kuwadharau, fasada dunya wal akhira, inathubutu hapo na kuenea hapo. Hiyo ni watu wawili muhimu sana. Lakini pia tuyaangalie yale mazuri walioyatenda na tuyaseme kwa wema, na tuwa encourage, tusiwa discourage. Wanadamu wengi wanasema kathirun minan nasi mithlu dhubab yura'i ala nasi juruha al-musab. Wengi miongoni mwa wanadamu ni kama mfano wa nzi. Nzi yeye ataacha panuki hapo, ataacha pazuri pasafi pote, anakwenda kuangukia katika donda au jeraha, anasema hapa ndo. Kwa hiyo kuna watu wanaona mtu fulani kafanya mazuri, kiongozi kafanya mazuri. Mimi nataka kuhakikishieni kwamba huyo mheshimiwa wenu mnayemheshimu hana uheshimiwa wowote kwa 1, 2, 3. Na hivi ndivyo watu wengi tunavyoishi. Huyu mnamuona nyinyi mnamheshimu sana, sasa mimi nitakutaulieni kitu ambacho nitakuambieni kwamba mnamheshimu bure, mmepoteza wakati wenu bure, mmepoteza nguvu zenu bure, hana uheshimiwa wowote. Tizameni hali yake ni hii 1, 2, 3. Hivi ndivyo watu wengi walivyo. Lakini sisi kama ni Waislamu, mtume wetu anatuomba hiyo. Ananipigia simu Sheikh Samir, na mimi inshallah nakatiza maneno yangu kwa kusema assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.